So Rais Donald Trump usiku wa Jumatano amelihutubia taifa kama ambavyo tulikuwa tumefikiria na wengi tulikuwa tukiamini kwamba labda atakuja na mkakati wa kipi ambacho anategemea kufanya kuhusiana na vita, na ili kutokana na kwamba kabla yake kulikuwa kuna hotuba kadhaa. Kulikuwa kuna hotuba ya waziri mkuu wa Australia, kulikuwa kuna hotuba ya waziri mkuu wa Uingereza, ambao wote ni kama walitoa onyo kwa raia ama kutoa tahadhari juu ya hali ambavyo inaweza kawa hasa katika suala zima la mafuta, kulingana na namna ambavyo vita inaendelea huko Iran. Na hakukuwa na jipi ambalo limetoka jana ambalo hatujapata kulisikia katika mtandao wa kijamii wa Truth Social, kama ambavyo nimekuwa nikisema kwamba Rais Donald Trump kwanza ni mgumu sana wa kuficha siri. Mara chache huwa anatoa siri. Anaweza kusema kwamba kama alizungumza kuhusu zawadi, akasema kwamba tulipewa zawadi na rais ama kiongozi wa Iran, akasema sitowaambia, alafu baadaye akasema kwamba no, tumepewa meli yenye mafuta. Kwa hiyo huwa ni mtu wa kutoa tips kadhaa kuhusiana na kile ambacho anakizungumza, japokuwa ni mtu ambaye huwa anapenda kusurprise, ila huwa anakusurprise katika swala la lini atafanya, si swala la nini atafanya, kwa sababu huwa mara nyingi anatoa lead kwamba atafanya hivi na hivi, ila hatakwambia lini. Kwa hiyo ndio maana tulikuwa na wasiwasi kwamba labda anataka kushambulia, kwa sababu alisema kwamba ana mpango wa kushambulia na mambo kama, lakini haikutokea. Amekwenda kaongea na wananchi kwa mara ya kwanza tangu vita hii imeanza, kwa sababu hakuwahi kufanya hivi. Mara ya mwisho alitoa tu ujumbe, lakini safari hii akaja kwa lengo la kuongea na wananchi, na katika hilo hakutoa taarifa ya kwa nini hasa ameamua kuivamia. Hakuwa na taarifa tofauti, pengine imekuwa tu ikikinzana na taarifa za wataalamu na mambo mbalimbali. Hajaeleza ni vipi anapanga vita hii kumalizika, hajaeleza malengo yake ambayo hasa alikuwa amesema mwanzo yatakamilika vipi, na baadhi ya vitu ambavyo alikuwa amevizungumza awali pia ameonekana kutovitilia tena maanani. Amezungumzia kuhusiana na mambo ya Hormuz, hajazungumzia tena kuhusiana na namna kwenda kukamata nuclear na vitu vingine. Kwa hiyo hakukuwa na mpya sana katika hotuba yake, na kwa kweli sana kwa wataalamu ni kama vile alitumia njia hii karibu kuhalalisha mkakati wake wa kutaka kuondoka, akisema kwamba vita vimeisha, wameshinda, lakini bado kuna ugumu wa watu kuelewa kwa nini aliingia, thamani yake ni ipi. Ametumia baadhi ya line ambazo alitumia hata kipindi cha COVID, akisema kwamba kipindi cha COVID alisema kwamba tutaendelea tu hivi, lakini COVID yenyewe tu itaisha. Na jana amezungumza kwamba Strait of Hormuz itafunguka tu yenyewe iwapo tu vita vitaendelea kuisha. Kwa hiyo kama vile anasema kwamba akiachana masuala ya vita, ina maana akiachana mapigano, hana ulazima wa kuvamia Strait of Hormuz kuweza kuifungua, ila akiondoka vita ikaisha, na maana Strait of Hormuz itafunguka. Hakujawa na mapya sana ambayo amezungumza Rais Donald Trump kuhusiana na vita hii. Ilikuwa ni hotuba ambayo kama kawaida amesifia vitu vingi, lakini uhalisia umekuwa tofauti.